Lilikuwa ni jimbo la Jang'ombe pamoja na jimbo la Malindi. Mpendwa mtazamaji, kumbuka kwamba hii ni shirika la utangazaji na unatupata moja kwa moja kupitia radio yetu, lakini vile vile unatupata kupitia Spice FM. Hamis Mohamed nimekupata vilivyo hapo studio, na ndio maana nimechanganya kama hivi, na dakika chache zijazo tutaendelea kushuhudia matukio mengine ya nafasi za wagombea, nafasi za uraisi, vyama mbalimbali ambavyo wamepata bahati kushiriki katika uchaguzi huu wa mwaka 2025. Tume imejipanga vizuri na tutashuhudia tukio hili ikiwa leo ni mara ya pili kutoka matangazo ya uraisi hapa ndani ya jumba la uchaguzi maeneo ya Maisara. Bila shaka tumesikia takwimu za awali zilizotolewa kupitia kituo cha Jang'ombe, lakini vile vile namna hali ilivyokwenda kwenye jimbo la Malindi, na bila shaka wananchi bado wanahamu kusikia mengi kupitia matokeo ya majimbo mengine yaliyobakia. Bila shaka ukiendelea kuangalia shirika la utangazaji Zanzibar, kuna mengi ambayo utayapata yaliyofuata baada ya zoezi zima la kupiga kura pale jana kumalizika, lakini mchakato bado unaendelea katika kukusanya takwimu za matokeo ya nafasi za wagombea mbalimbali. Tunavyojua ni kwamba matokeo ya wagombea wa nafasi za uwakilishi, vile vile nafasi za udiwani, yanatoka moja kwa moja kwenye wilaya ambazo maeneo yaliyochaguliwa rasmi na kutengwa na tume ya uchaguzi kwa namna hiyo. Lakini hapa moja kwa moja tunakuleteni matangazo ya nafasi za uraisi kama mlivyoshuhudia. Na naam, ukiwa unajiunga ama upo pale nyumbani umetulia, na ndivyo inavyotakiwa ukisubiria matokeo haya. Dakika chache zijazo kuna matukio mengine ya nafasi hizi. Tutamshuhudia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji George Joseph Kazi akitoa takwimu nyingine ya matokeo ya nafasi ya uraisi. Tupo hapa ZBC na vyombo mbalimbali vimehudhuria eneo hili kwa ajili ya kutoa habari kwa wananchi ambao wapo majumbani tayari kwa kupata habari hizo za matokeo ambayo wametumia haki yao ya msingi kuweza kupiga kura kwa amani na utulivu na kuweza kuchagua wale viongozi ambao wanatumaini watakwenda kuwaongoza kwa miaka 5 mingine ijayo. Ni mfano wa kuigwa kwa kweli kwa upande wa Tanzania. Tumeshuhudia hasa hapa visiwani Zanzibar mambo yamekwenda sawia, na bado wananchi wanapata fursa kuweza kufanya mambo yao, shughuli zao za kijamii, wakisubiri kwa hamu kubwa kuona matokeo haya na muda wake kumalizika. Tunaomba zaidi kwamba utulivu uendelee kuwepo, amani endelee kutawala, ili tuweze kuendelea na maisha yetu ya kila siku. Lakini sheria na utaratibu inazungumza, kura ni haki yako, lakini amani ni wajibu wetu sote. Na ni kweli kabisa, amani na utulivu wa nchi yetu ni jukumu la kila mmoja wetu, na tumekwenda vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kilichobakia ndio hichi, na ndio matarajio ya wengi, na tupo hapa kuhakikisha kwamba hatukubakishi kitu. Kila kile ambacho kinaendelea kwenye eneo hili kupitia matokeo ambayo yanatoka kwenye maeneo yaliyopigwa kura kwenye wilaya yanakuja hapa, na badala yake mnaweza kujua kile kinachoendelea. Mtangazaji, hakikisha kwamba umeendelea kuidumisha amani pamoja na mtazamaji. Kumbuka Spice FM unaweza ukatusikia moja kwa moja, lakini ZBC Radio pamoja na shirika lako pendwa Zanzibar tunapata matangazo haya moja kwa moja. Siasa mliopo, maafisa, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Hali yote, napenda kuchukua fursa hii kwa kutujalia Mwenyezi Mungu kukutana tena mara ya pili hapa sasa hivi katika kuyatangaza majimbo matatu ya uchaguzi ambayo tumeyapokea na mawakala wa wagombea wameathibitisha, ambapo tuna jimbo la Chwaka wilaya ya Kati, tuna jimbo la Nungwi wilaya ya Kaskazini A, na tuna jimbo la Tumbatu wilaya ya Kaskazini A. Mheshimiwa Mwenyekiti, tafadhali karibu sana. Asante. Kama alivyoeleza mkurugenzi wa uchaguzi, tuna matokeo ya wilaya ya majimbo matatu, wilaya ya Kati moja na Kaskazini A mawili. Tutaanza na jimbo la Chwaka wilaya ya Kati.
Katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 2025 kwa kiti cha rais wa Zanzibar katika jimbo la Chwaka, idadi ya wapiga kura ilikuwa 17,382. Jumla ya kura halali zilizopigwa ilikuwa ni 15,020. Kura zilizoharibika ni 236. Kwa jumla ya kura zote ni 15,256. Jumla ya kura zilizopigwa kwa kila mgombea zilikuwa kama ifuatavyo: ndugu Hussein Ali Mwinyi CCM amepata kura 13,834 sawa na 92.10. Ndugu Mfaume Hamisi Hassan NLD amepata kura 22 sawa na 0.15. Ndugu Said Sud Said AFP amepata kura 25 sawa na 0.17. Ndugu Hussein Juma Salim TLP amepata kura 8 sawa na 0.05. Ndugu Hamis Faki Mgau NRA amepata kura 4 sawa na 0.03. Ndugu Laila Rajab Hamis NCCR Mageuzi amepata kura 8 sawa na 0.05. Ndugu Othman Masudi Othman ACT Wazalendo amepata kura 1,006 sawa na 6.70. Ndugu Juma Al Khatibu Ada Tadea amepata kura 16 sawa na 0.11. Ndugu Amer Hassan Amer Makini amepata kura 20 sawa na 0.13. Ndugu Hamad Rashid Mohamed ADC amepata kura 41 sawa na 0.27. na ndugu Hamad Mohamed Ibrahim UPDP amepata kura 36 sawa na 0.24. Katika jimbo la Nungwi idadi ya wapiga kura ilikuwa 15,314. Jumla ya kura halali zilizopigwa ni 11,970. Kura zilizoharibika ni 147. Kwa hiyo jumla ya kura zote ni 12,117. Jumla ya kura zilizopigwa kwa kila mgombea ilikuwa kama ifuatavyo: ndugu Hussein Ali Mwinyi CCM amepata kura 7,731 sawa na 64.59. Ndugu Mfaume Hamis Hassan NLD amepata kura 30 sawa na 0.25. Ndugu Said Sud Said AAFP amepata kura 34 sawa na 0.28. Ndugu Hussein Juma Salim TLP amepata kura 26 sawa na 0.22. Ndugu Hamisi Faki Mgau NRA amepata kura 39 sawa na 0.33. Ndugu Laila Rajab Hamis NCCR Mageuzi amepata kura 29 sawa na 0.24. Ndugu Othman Masud Othman ACT Wazalendo amepata kura 3,942 sawa na 32.93. Ndugu Juma Hali Atib Ada Tadea amepata kura 33 sawa na 0.28. Ndugu Amer Hassan Amer Makini amepata kura 25 sawa na 0.21. Ndugu Hamad Rashid Mohamed ADC amepata kura 39 sawa na 0.33. na ndugu Hamad Mohamed Ibrahim UPDP amepata kura 42 sawa na 0.35. Katika jimbo la Tumbatu idadi ya wapiga kura ilikuwa 16,411. Jumla ya kura halali zilizopigwa zilikuwa 14,316. Kura zilizoharibika ilikuwa ni 179 na jumla ya kura zote ni 14,495. Jumla ya kura zilizopigwa kwa kila mgombea zilikuwa kama ifuatavyo: ndugu Hussein Ali Mwinyi CCM amepata kura 11,701 sawa na 81.73. Ndugu Mfaume Hamis Hassan NLD amepata kura 20 sawa na 0.14. Ndugu Said Sud Saidi AAFP amepata kura 18 sawa na 0.13. Ndugu Hussein Juma Salim TLP amepata kura 8 sawa na 0.06. Ndugu Hamis Faki Mgau NRA amepata kura 10
sawa na asilimia 0.07. Ndugu Laila Rajabu Hamis NCCR Mageuzi amepata kura 16 sawa na asilimia 0.11. Ndugu Othman Masudi Othman ACT Wazalendo amepata kura 2488 sawa na asilimia 17.38. Ndugu Juma Al Hatib Ada Tadea amepata kura 24 sawa na asilimia 0.17. Ndugu Amer Hassan Amer Makini amepata kura 7 sawa na asilimia 0.05. Ndugu Hamad Rashid Mohamed ADC amepata kura 15 sawa na asilimia 0.10. Na ndugu Hamad Mohamed Ibrahim UPDP amepata kura 9 sawa na asilimia 0.06. Kwa sasa ndo matokeo ya majimbo ambayo tumeyapokea. Tutaendelea baadaye tutapopata matokeo ya majimbo zaidi. Asanteni. Okay, na watazamaji wa shirika la utangazaji, huyo ni Jaji George Joseph Kazi akitoa takwimu ya matokeo ya nafasi za urais katika majimbo matatu, Nungwi, Chwaka pamoja na Tumbatu. Na matokeo kama mlivyoyasikia na tayari yameshatoka na tayari yameshatangazwa, ni matokeo halali ambayo yameshafanyiwa shughuli zote za kisheria na taratibu na yamekuwa announced hapa katika jumba la uchaguzi maeneo ya Maisara. Wakati tukiendelea kusubiri matokeo haya ya nafasi za wagombea za urais kutoka majimbo tofauti, kwanza ni warejesha studio kwako Khamis Mohamed. Na shukran sana Salme Mohamed kutoka hapo katika ofisi za Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC, ambako bila shaka basi matokeo hayo ya nafasi ya urais kutoka katika majimbo matatu ambayo hivi sasa basi tume ndio imeyatangaza. Lakini kumbuka tu hapo awali mapema kabisa ni kwamba tume ilitangaza pia majimbo mawili, kwa maana kwamba jimbo la Jang'ombe na jimbo la Malindi. Lakini vile vile wakati huu tume ilitangaza majimbo matatu ambayo ni jimbo la Chwaka, jimbo la Nungwi na jimbo la Tumbatu. Lakini kwa majimbo hayo yote matatu ambayo tume imetangaza ni kwamba mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amepata ushindi katika majimbo hayo matatu, lakini ukijumlisha na yale mawili ya mapema asubuhi inakuwa katika majimbo hayo matano mpaka wakati huu. Lakini kadiri basi ambapo waandishi wetu watakapokuwa katika maeneo mbalimbali na hasa zilipo ofisi za Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC, basi tutaendelea na sisi kukujulisha kinachoendelea, na hususan matokeo hayo yatakapokuwa yanaendelea basi sisi kuyapata hapa studio, na popote pale ulipo mtazamaji wetu na msikilizaji, kumbuka basi tutaendelea kukujulisha na waandishi wetu watatu juvia kile ambacho kipo na kilichopo pia katika maeneo hayo kwa sasa. Mimi nikusii tuendelea kutufuatilia kupitia matangazo yetu haya, na hakika ni kwamba tunachokupatia hapa ni cha ukweli na uhakika. Endelea basi kuwa nasi kupitia shirika la utangazaji Zanzibar ZEC.